vipi Regi? So leo tu discuss kuhusiana na new camera ya Diamond Platinum. Shout out kwa Diamond Platinum, tumeona ameshusha mzigo bana wa Arri Alexa. So Arri Alexa zinazidi kuongezeka Bongo. So watu walikuwa shakremo wanapenda tu ready. So unaona Arri Alexa zimezidi kuwa nyingi sasa. Nadhani ziko kama 4 kama sio 3 sasa hivi. So still bado naweza nikasema bado ni Arri Alexa ndogo, lakini kwa sababu kisinema zinaitwa ni crop sensor. So hizi ni APS-C Arri Alexa. So nyingi ziko ni ndogo hizi. Lakini kuna mini moja ambayo yenyewe ni full frame. So yeah, I think Arri Alexa zimezidi kuwa nyingi Bongo. So shout out kwa wote ambao wamezidi kuleta cinema cameras Bongo. So ni vizuri sana, tunazidi ku-experience vitu vipya. So Diamond pia amepigika, ameonyesha jitihada. So okay, so leo tutaenda kuiongelea Arri Alexa 35 Extreme. So ni kamera nzuri, ni kamera ambayo imedesigniwa sana kwa ajili ya kufanya vitu vya speed. So zile slow motion za kwenda, yani ni kamera ya kufanya sana slow motion. Yani unapozungumzia Arri Alexa 35 ni kamera ambayo wamefocus sana kufanya kwa ajili ya slow motion. So ni digital camera ambayo inatumia kadi. So kama unavyojua Arri Alexa wana kamera za aina mbili. Kuna film camera ambazo zinatumia film which ni more expensive, ambapo kwa kamera yao top of the top ni Arri Alexa 65. So hizi namba ni namba za size ambayo wamejaribu hizi nyingine ni digital kasoro tu hii, I mean hizi 65 na kuna 35 ambayo yenyewe ni ya film. So hizi za film zina measure na upana wa ule mkanda unavyotengeneza picha. So mkanda unavyokuwa una rekodi picha either sentimita 35 ama sentimita 65 ama kubwa kabisa, kamera kubwa kabisa top of the top ni kamera za IMAX. So nadhani kuna video moja nimeelezea product za IMAX zinavyofanya kazi. So IMAX ndo top of the top, ndo kamera ya dunia ambayo yenyewe ina quality kubwa kabisa kuliko kamera zingine zote. So ndugu zetu wanajipakulia minyama wenyewe, wanataka makamera mazuri wawe nayo wenyewe. So kwa mfano hiyo IMAX wenyewe hata wauzi ni kwa ajili yao kutengeneza movie zao, kuuza kwenye soko lao. Tunatengwa sana. Anyway, but shout out kwa kina Diamond bwana, wametuletea vitu vingine vizuri Bongo. So hizi namba hizi 35, 65 ama tuzongelea IMAX 70mm, hizi ni distance, ni ukubwa wa sensor. So ndugu zetu bana wanasema the larger the sensor na quality inavyokuwa kubwa. So quality inavyokuwa kubwa na sensor ndio inazidi kuwa kubwa. Kwa hiyo wanaamini ubora wa picha upo kwenye sensor. Of course wenyewe ndio wanatengeneza kamera, kwa hiyo wanaposema kitu wanamaanisha. So sensor inapozidi kuwa kubwa na quality ya picha inazidi kuwa kubwa. Kwa mfano ukiangalia kamera kama Diamond aliyoleta Arri Alexa I mean 35 Extreme, ile ni kamera ambayo ina megapixel chache sana. Kama tunavyopima, unajua kamera nyingi za Bongo watu wanapima kwa kuangalia megapixel, wengine wanapima kwa kuangalia kama inafika 8K, inafika sio nini. So kamera ya Diamond cha kwanza Arri Alexa ni megapixel zake. Kwa sisi tunaokagua kamera tushazoea tunaangalia megapixel. So bana, unauliza kamera yako na megapixel ngapi? Then ukishaangalia megapixel unauliza bana, hiyo kamera yako inafika 8K, inafika 6K. So hivyo ni vitu ambavyo tulikuwa tukiviangalia, tunajaribu kujiuliza. But kwenye Arri Alexa mpya, kwenye Arri Alexa huku kwenye Arri Alexa wenyewe tuangalie kabisa za megapixel, kwa sababu you can imagine kamera kama hiyo ya mamilioni ya hela ina megapixel 14 tu. So megapixel 14.50 ngapi, sijui kama megapixel 15 tu. So imagine megapixel imekuwa sio issue ya msingi kabisa unapokuwa unazungumzia kamera. So kitu cha msingi kimekuwa ni ukubwa wa sensor. So kamera nyingi za filamu wanachoangalia ni ukubwa wa sensor. Kuna kamera zingine zina megapixel 12, zingine zina megapixel 7 na ni makamera ya bei ya juu sana. Then kingine ni resolution. So imagine hii Arri Alexa 35 Extreme ya bwana Diamond yenyewe ina 4K tu, haijafika hata 6K. So ukija kuangalia kuna vitu ambavyo sasa hapo inabidi sasa tuwe aware nazo kwamba hizi kamera ndogo hizi tunakuwa kama tunapewa, lakini ni makampuni tu yanatuchezea. So kuna true 4K na kuna 4K. So 4K ambayo ni true 4K ndio hizi 4K za cinema cameras, ndio zinakuwa ni 4K ambazo ni true 4K, na wenyewe hawataki kuweka 8K kwa sababu wanasema kwamba lenzi nyingi ziko manufactured na sensor iweze kutoa details nyingi za maana kwenye 4K. So lenzi nyingi hazipo manufactured na sensor ziweze kutoa information za maana kwenye 8K. So ukitaka kuforce zitoe 8K, ina maana lenzi itaanza kupishana na kamera kwenye baadhi ya information. So
hapo ndo makampuni mengi ya lens yalivyotengeneza yameishia kutoa quality kubwa kwenye 4K ya true 4K ya kwenye kamera kubwa. So hapo tumepata awareness kwamba kuna 4K za aina mbili. So hizi kamera ndogo hizi bana wanakuwa kama wanatuchezea fulani, lakini anyway ni mambo ya biashara. Okay, so kwa mtu yote ambaye haelewi kamera za Arri Alexa, so Arri Alexa zimegawanyika katika sehemu nyingi. So nitaenda kuexplain hizi kamera za Arri Alexa katika kipengele cha familia. So nitazilevel kwa familia. So na kwanza kabisa Arri Alexa ya kwanza ni Super 35 family, ambao hapa kuna Alexa Classic ambayo ni hizi za mwanzo. Sasa Alexa Classic ni hizi matoleo mwanzo ya Arri Alexa ambayo ilikuwa ni 2010. Then kuna Alexa Mini ambayo ilitoka 2015. Then kuna Alexa 35 ambayo ilitoka 2022. Then kuna Alexa 35 Extreme ambayo imetoka mwaka 2025, ambayo sasa hii ndio ya Bwana Dimondi, ni latest kabisa. Then ukija familia ya pili, sasa familia ya kwanza ni tumeita yenyewe ni Super 35 family. Then familia ya pili tutaita ni the larger frame, so tuite the LF. So larger frame family, hapa kuna kamera kama kuna kamera kama Alexa LF, then kuna kamera kama Alexa Mini LF. So Alexa LF hii ni kamera ambazo zina mwili, mabodi yake ni makubwa sana. Hizi zingi zinatumika kwenye Netflix, hizi zingi zinatumika kwenye mambo ya filamu. So hizi LF hizi ni zile zenye mili mikubwa, ambayo ya kwanza ilitoka 2018 Alexa LF, then ikaja Alexa Mini LF, ambayo hizi ni kwa ajili ya kushutia cinema. Hizi zina larger field, zina larger. Ukisikia LF sasa hii larger format zinamaanisha sana full frame. Kwa hiyo hii series ya LF sasa hizi ndo zile kamera ambazo sasa nyondo full frame, lakini hizi za kina Diamond, hizi za kina 35 Extreme, hizi nyingi ni crop sensor. So larger frame ndo hizo ziko mbili. Then kuna the 65 family. So 65 family hizi ndo zile best of the best za Arri Alexa. So Arri Alexa ina kamera yake ambayo ina okay, so Arri Alexa ina kamera yake ambayo yenyewe ndo top of the top yenye quality ya juu kabisa, ambayo yenyewe ni 65 mm. So 65 mm, hizi mm kumbuka nishakwambia hizi ni size za sensor. Kwenye familia ya 65 ziko kamera mbili ambazo zenyewe ni Arri Alexa 65 ambao wenyewe ni Arri Alexa 65 ambayo yenyewe so kwenye 65 ziko mbili. Kuna Arri Alexa 65 ambayo imetengenezwa mwaka 2014, lakini pia kuna Arri Alexa 265. So wale waliokuwa wamenunua Arri Alexa za zamani, Arri Alexa 35 za zamani, wana uwezo wa kwenda ku-upgrade na news ikawa mpya kama Arri Alexa 35 Extreme. So wanachoweza kujifanya ni kampuni ya Arri wenyewe wanasema kuna chip unaenda tu unapewa, unapeleka, then unabadilisha zile chip za ndani, still kamera yako yenyewe inakuwa upgraded. So hata kama umenunua, so hii ni kuzidi kufanya wale waliokuwa wamenunua kamera zao wasijutie, kwa sababu kunatoka vision mpya. So inategemea ni wewe umenunua kwenye familia gani. So kama familia yako ilikuwa ni ya 35 ambazo ndio hizo nishakulistia zote, so utapeleka uweze kupewa feature ambayo iko upgraded, then utalipia kidogo hizo chip zinaingizwa ndani ya kamera yako, then kamera yako yenyewe inakuwa iko upgraded, inakuwa the same kama 35 Extreme. So kama mtu alikuwa na ile 35 ya zamani, then it is easy, unaipeleka tu, wanabadilisha hizo baadhi ya vitu, then unakuwa na wewe umeshaungana nao, unakuwa naona 35 Extreme though ulikuwa una zamani. So hiyo ni feature ambayo mimi nimeikubali sana kwenye hizi kamera. Okay, so big discussion ni kuhusiana na 4K tulizokuwa tumezizoea kwenye kamera zetu, kumbe real sense ni 4K za uongo. So 4K za ukweli ni true 4K ambazo zinapatikana kwenye cinema camera, hizi kamera kubwa. So wenzangu wa Blackmagic Pocket, wenzangu wa I don't know Sony FX zote tumepigwa. Then tukija kwenye at least kuna Venus ile ndio inajitahidi yenyewe inaweza kuwa na true 4K. Then ukija kwenye issue ya open gate, kama una 4K ya uongo, hata open gate yako itakuwa ni ya uongo, kwa sababu really open gate ipo kwenye large frame ambazo tunaongea kwenye 65, tunaongelea kwenye 70 mm, hata kama ya 35, lakini open gate yake kwenye zenye ni open gate lakini ipo kwenye crop sensor. Imagine 35 ni crop sensor ya cinema.
but inaweza kawa open gate, kwa sababu open gate ni kipimo cha kuweza kushoot video yako kwenye resolution kubwa ambayo unaweza mwenyewe ka slice kwamba useme hii ni 4K, hii una slice mwenyewe vipande unavyotaka, lakini yenyewe inakuwa ni kubwa kama iko quality kama ya 4K. So quality kama ya box, I mean quality kama ya square. So inakuwa ni square, wewe mwenyewe unaamua kuidivide vipi, utoe 4K, utoe 8K. So open gate ni resolution kubwa sana inayotumika kwa watu wanaofanya sana kwa ajili ya cinema. Target kubwa ya open gate ni kwa ajili ya kudisplay hizi video kwenye theater, sehemu za kuonyeshia filamu. So big challenge ni hapo kwamba tulikuwa tunapigwa bana. Okay, so another thing ni kuhusiana na lens. Bana, Diamond amechagua lens kali, but the lens sio issue sana. Issue kubwa ilikuwa ni tuichambue sana hii kamera bana ina feature gani. So hizo ni feature ambazo mimi naona ni nzuri na naona itakuja kuleta mapinduzi makubwa sana kwenye industry ya Bongo. So kitu kingine cha kujifunza ni kununua kitu kutokana na matumizi yako. So tumeona watu wengi wengine wananunua vitu ambavyo vinaendana na matumizi yao. So bana, Diamond amefanya vizuri kununua kitu kinachoendana na matumizi yako. So kama wewe ni musician, kama wewe ni nani, unafanya kitu fulani, angalia kamera inayoendana na matumizi yako, inayoendana na vitu vyako. So kitu kinachoendana na standard zako, hizo ndio kitu cha kununua. Kwa mfano unakuta mtu labda unanunua kamera, kwa mfano mtu kama kamera kama Arri Alexa, huwezi kununua mtu ambaye unafanya labda content creation, wewe unafanya mambo yako, wewe ni vlogger, au kama unaenda kununua Arri Alexa wakati wewe unahitaji tu vitu vingine vidogo. So ni kuangalia niche uliyoko, kuangalia unachokifanya, then nunua kamera kutokana na standard yako na vitu vyako unavyofanya. Si katai kununua kamera kubwa, but ukinunua kamera kubwa ina madhara yake. So inahitaji camera operators, inahitaji color grading, inahitaji vitu kibao. So kuepusha hivyo vyote ni bora uangalie bana unafanya nini, unatafuta nini. So tunajua bana Diamond anatafuta quality za dunia, nini video zake ziwe kali, ziweza kwenda. Kuliko endea ka rent, sasa hivi sasa atakuwa yeye ndo labda amua rentisha au anajifutia yeye pamoja na watu wake kwenye label. So anyway, so kama kuna chochote cha technical kwenye kuhusiana na Arri Alexa ulikuwa unakijua ama nimekisahau, unaweza kudondosha hapo kwenye comment. Then mpaka next time, break here.